alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu nipo hapa kuwakilisha idara ya habari na mawasiliano ya Young Africans. Kama ambavyo mnafahamu, meneja habari na mawasiliano ya Young Africans Ali Shaban Kamwe yuko pamoja na timu mkoani Kigoma, ambapo Young Africans kesho tutakuwa na mchezo wa ligi ya NBC dhidi ya Mashujaa pale Kigoma, na amenituma nimwakilishe hapa na kueleza yale ambayo Young Africans imeweza kutangaza kupitia idara ya habari na mawasiliano, ikiwa mapema leo kupitia press release. Uongozi wa Young Africans Sports Club kupitia kamati ya utendaji imeweza kuwachagua wajumbe 5 wa kamati ya uchaguzi wa Young Africans Sports Club 2026. Kamati hii ikiwa na mwenyekiti ambaye ni Advocate Malangwe Ali Mchungahela pamoja na makamu mwenyekiti Samuel Mangesho, Advocate Samuel Mangesho. Sasa nichukue nafasi hii, nitumie fursa hii kuweza kumkaribisha mwenyekiti wa kamati hii ya uchaguzi wa Young Africans aweze kuzungumza, aweze kutoa taarifa za uchaguzi huu kwa wapenzi, wadau, mashabiki wa Young Africans pamoja na nyinyi wanahabari. Advocate Mchungahela, press hii ni yako uweze kuzungumza na wapenzi, mashabiki na wanachama. Habari za sasa, wanahabari, karibuni kwenye kikao hiki, kwenye mkutano huu. Tuna ajenda moja tu, tunazungumza uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans. Kama mnavyoelewa, ibara ya 29 ya katiba ya Yanga inaelekeza kuwa muda wa mamlaka na madaraka wa kamati ya utendaji ni miaka 4. Kwa maana hiyo, kila baada ya miaka 4 tunatakiwa kufanya uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu uliopita tulifanya mwaka 2022 na sasa ni 2026, tulifanya mwezi wa 7. Kwa hiyo kamati ya utendaji inaelekea mwisho muda wake wa utawala. Sasa kama kawaida yetu, kwa utaratibu wa katiba, wajumbe ambao wanaingia kwenye mkutano mkuu kupiga kura wanatoka kwenye matawi yaliyokidhi vigezo vya kisheria. Manake tuna sheria, katiba yetu yataka wajumbe 5 kutoka kila tawi. Wajumbe hao nao uchaguzi wao ulifanyika mwaka 2022. Maana yake kwamba mpaka leo mwaka wa 4 muda wao umekwisha. Sasa kabla hatujakwenda kwenye uchaguzi mkuu, lazima tupate wajumbe wa mkutano mkuu ambao wanatoka kwenye matawi, ambao ni mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe 2 wa mkutano mkuu, ambaye mmoja ni mwanamke kama yupo. Kwa hiyo kupitia mkutano huu natoa wito, kamati ya uchaguzi inaelekeza matawi sasa, kwanza kuhuisha kamati zao za uchaguzi ama kuteua kamati za uchaguzi kuanzia kesho, alafu waanze mchakato wa kufanya uchaguzi kwenye matawi kuanzia kesho tarehe 13. Matawi kikatiba yanayokidhi vigezo, tawi linatakiwa kuwa na watu 100 kwa matawi ya ndani na wasizidi watu 500. Kwa matawi yaliyokuwa nje ya nchi ni watu kuanzia 20. Kwa hiyo wafanye, na hapa natoa wito wafanye uchaguzi sasa. Na utaratibu wa kufanya uchaguzi upo kwenye mwongozo wa uchaguzi wa matawi, tulishautoa tangu mwaka 2022. Kwa hiyo ule mwongozo bado uko valid, wafanye uchaguzi huo. Na kwa maana hiyo wanatakiwa kuanza kesho tarehe 13 mpaka tarehe 26 mwezi huu wa 7, wanapotakiwa kuleta majina ya washindi hapa klabuni. Baada ya hapo sasa, Mwenyezi Mungu akijalia, tutakuja tena hapa
kutangaza sasa uchaguzi mkuu. Asanteni sana.